Ni kawaida ya Van Damme kuteseka mikononi mwa maadui. Tumeliona hilo katika filamu nyingi, akiwa na watu hatari kama Boro Yeung pamoja na Tong Po. Lakini hakuna mtu aliyemtesa vibaya Damme kama Cyborg. Kama ulitazama filamu hii ukiwa mdogo, basi bila shaka mpaka hii leo ukiiona sura ya Cyborg unapata kumbukumbu namna alivyotisha katika filamu hiyo. Sasa wengi tunafahamu kuhusu Van Damme, kwani baada ya filamu hiyo aliendelea kucheza mamia ya filamu. Lakini kwa upande wa Cyborg, wengi hatujui alielekea wapi na nini kinaendelea katika maisha yake. Hivyo katika video hii tutaangalia maisha yake na kufahamu mambo mengi ambayo hatukupata nafasi ya kuyajua kwa miaka mingi. Leo sihitaji subscribers wapya. Leo nahitaji ulike tu video hii. Haichukui hata sekunde. Bofya kisha tuendelee. Mimi naitwa Justin Sherry. Sasa tuende kazi. Wengi wetu tumezoea kumuita Cyborg, lakini hilo ni jina la filamu. Nyota huyu katika filamu hiyo iliyotoka mwaka 1989 alitumia jina la Fender Tremolo na jina lake la vitambulisho ni Vincent Klein. Mwigizaji huyu alizaliwa huko New Zealand mnamo tarehe 30 Juni mwaka 1960, lakini akiwa na miaka 10 walihamia Hawaii jijini Honolulu huko nchini Marekani. Hakuna taarifa zaidi kuhusu wazazi wake, lakini inaelezwa kuwa Cyborg alianza mchezo wa kuteleza kwenye maji yani kusurf akiwa na umri wa miaka 4 tu. Hivyo baada ya kuhamia Hawaii ambako kuna bichi za kutosha, Cyborg alizidi kupata ujuzi wa mchezo huo. Kutokana na ujuzi aliokuwa nao, Cyborg alishiriki katika mashindano mbalimbali ya kusurf na alifanikiwa kuwa moja ya wanamichezo 5 bora ulimwenguni wakati huo. Katika moja ya mahojiano yake, Cyborg alidai kuna wakati alifanya shughuli za modeling, yani umodo. Kutokana na mwonekano wake na uwezo wake mkubwa wa kusurf, aliweza kufanya kazi na makampuni kadhaa ya umodo, hasa walipohitaji mtu wa kupiga picha baharini. Anadai wakati fulani akiwa amesafiri kikazi, mama yake alimpigia simu na kumpa taarifa kuwa mchumba wake ameuawa kwa kupigwa risasi usoni na watu waliojaribu kumuibia gari aina Porsche ambayo Cyborg alikuwa anaimiliki. Katika miaka ya 80, Cyborg akiwa anateleza kwenye maji, alionekana machoni mwa mwongozaji wa filamu aliitwa Robert Pion. Baada ya kumwona, Robert alivutiwa sana na mwonekano wa Cyborg, kwani kama ulivyomwona kwenye filamu, mwonekano wake ulifaa sana kucheza nafasi ya adui. Hivyo Robert akamfuata Cyborg na kumweleza lengo lake la kumpa nafasi katika filamu inayoitwa Cyborg. Cyborg ambaye wakati huo hakuwa na wazo la kuigiza na wala hajawahi kuonekana katika filamu yoyote, akakubali na rasmi akawekwa kwenye orodha ya waigizaji wa filamu ya Cyborg, akicheza kama adui aliyeitwa Fender Tremolo. Baada ya kuonekana kwenye filamu ya Cyborg, nyota huyu alipata umaarufu mkubwa sana uliomwezesha kuonekana kwenye filamu na tamthilia kadhaa, na kutokana na uwezo wake wa kusafu kwenye maji, aliweza kupata nafasi ya kuigiza katika filamu nyingi zinazohusu mchezo huo. Lakini hakuna filamu hata moja iliyozidi umaarufu wa filamu ya Cyborg. Kwa wengi filamu hii ni ya kukumbukwa. Tunaweza kuiweka kwenye filamu classic na bora za wakati wote, na ndivyo ilivyokuwa kwa waandaaji, kwani filamu hii ilifanya vizuri sana sokoni, ikiwaingizia pesa nyingi sana. Sasa baada ya kufuatilia stori mbalimbali kuhusu filamu hii ilivyoandaliwa, nikagundua kuwa filamu hii ilirudiwa kutengenezwa. Kwa mujibu wa mwandaaji wa filamu hii Bwana Sheldon Lettich, ambaye ameandika filamu nyingi alizocheza Van Damme, alidai kuwa baada ya kurekodi filamu hiyo ilipelekwa kwa watu wanaoedit. Sasa ilikuwa ni utaratibu wa wakati huu kuwaalika watu watazame filamu kabla haijaachiliwa rasmi kwa mashabiki. Sasa kama ilivyo kawaida, waandaaji wa filamu ya Cyborg wakawaalika watu 100, Bwana Lettich naye kama mwandishi akiwepo. Anadai watu walipokuwa wakiitazama filamu hiyo walikuwa wakicheka sana, kwani filamu hiyo ilieditiwa vibaya sana, na anadai kati ya watu 100 walioalikwa ni mmoja tu ndio alionekana kuipenda filamu hiyo. Hii ilimaanisha kwamba filamu hiyo lazima iwe kituko sokoni, kwani kama watu wa karibu wanaicheka namna hiyo, vipi kwa mashabiki ambao watatoa pesa zao kuitazama? Hivyo Bwana Lettich akatoka nje na kumpigia simu Van Damme ambaye alikuwa Bangkok, Thailand, akimalizia kurekodi filamu inayoitwa Kickboxer, na Van Damme alipanga akitoka Bangkok basi ataenda vacation kidogo. Bwana Lettich akamwambia Damme, ukimaliza kurekodi Kickboxer, achana na mambo ya vacation, njoo nchini Marekani, kuna tatizo, watu wanaicheka filamu na ni wazi kuwa itafanya vibaya sokoni. Van Damme akakubali kuwa akimaliza tu atarudi nchini Marekani.
Baada ya kufika Marekani, Van Damme moja kwa moja akaenda kwenye ofisi ambako filamu ilikuwa inaeditiwa na akaomba aitazame filamu hiyo. Bwana Letitia anadai kuwa hata yeye ilimboa, hivyo hakuweza kuirudia tena licha ya Van Damme kumwomba waiangalie pamoja. Letitia akatulia nje akisubiri Van Damme aitazame filamu hiyo. Anadai wakati Van Damme anatoka kuitazama, ilikuwa ni kama ametoka kuona jini fulani, kwani hakuamini ubaya wa filamu hiyo. Editing ilikuwa mbaya sana, kiasi kwamba hata Van Damme hakukubali filamu hiyo iende sokoni, kwani ingemharibia sana. Hivyo akamtafuta mwongozaji wa filamu hiyo na kumweleza kuwa anaiomba filamu hiyo akaifanyie marekebisho. Jambo hilo lilikuwa gumu sana, kwani tayari filamu ilikuwa imetangazwa na tarehe za kuonyeshwa kwenye majumba ya sinema zilikuwa zimetoka. Licha hayo yote, Van Damme hakukubali. Aliomba apewe filamu hiyo akairekebishe na gharama zote zitakuwa zake. Kutokana na msisitizo huo, ikabidi apewe filamu hiyo. Hivyo wakagawana majukumu na Bwana Letich, kuwa Bwana Letich atasimamia mazungumzo katika filamu na Van Damme asimamie editing za action, yani kupigana na mambo kama hayo. Baada ya kuanza kuishughulikia filamu hiyo, Bwana Letich akagundua jambo moja kuhusu Fenda Tremolo, yani Cyborg. Jamaa alikuwa na mwili na muonekano wa kutisha, lakini sauti yake ilikuwa nyembamba kama ya kike, ambayo watu waliotazama filamu hiyo waliishia kucheka sana. Sauti ya Cyborg haikuendana kabisa na sura yake. Sauti haikuwa ikitisha hata kidogo. Hii ikamfanya Bwana Letich aamue kumtafuta mwigizaji mwingine aliitwa Branscombe Richman, ambaye ameigiza filamu nyingi kama adui. Hivyo akaitoa sauti ya Cyborg na kuweka sauti nzito ya Bwana Branscombe. Baada ya kuishughulikia filamu hiyo, mabosi wa filamu walikasirika sana kutokana na mabadiliko makubwa yaliyofanyika, lakini mwisho wa siku filamu ilipendwa sana na ikafanya vizuri sokoni, ikiwaingizia pesa nyingi.